sio kila mwanaume mwenye ndoa ana furaha. Na yamkini naongea hivi, wewe uko kwenye ndoa lakini huna furaha. Uko kwenye mapenzi lakini huna furaha. Kuna wanaofikiri kwamba kukimbilia kwenye mapenzi kutampa furaha. Naomba nikwambie usifanye kosa hilo. Kuna wengine wako kwenye mapenzi hawana furaha. Wengine wafikiri nikioa nitapata furaha. Kuna wengine wameoa na hawana furaha. Yamkini naongea na wewe ni mmoja wapo. Una mke, una furaha. Sasa naomba nikupe dalili 5 za mwanaume mpweke kwenye ndoa. Kuna watu wanafanya makosa, wanafikiri upweke ni kama una mahusiano. Upweke ni kama huna ndoa. Kuna watu walioingia kwenye ndoa kutafuta kuondoa upweke, wakawa wapweke zaidi. Wakawa wapweke zaidi. Naomba nikwambie, walifikiri wanaenda kusolve solution ya upweke, wakawa wapweke zaidi. Sasa nakupa dalili hapa. Ukiziona hizi dalili, mwanaume huyu yupo kwenye ndoa, yupo kwenye mahusiano, lakini ni mpweke. Ni kitu mbaya sana. Acha kabisa. Inauma. Inauma. Yuko kwenye mahusiano lakini mpweke. Ukiona hivi, ujue huyu mtu nayemwongelea ni mpweke. Lakini pia hizi dalili bwana zinaweza zikawa za kwako wewe, ukajigundua kabisa kwamba aya, kumbe mimi ni mpweke, ili uweze kutafuta msaada. Dalili namba 1, mwanaume huyu anaacha kabisa kuzungumza kuhusu siku yake, kuzungumza kuhusu mambo yake. Hapo awali alikuwa akirudi anaongea siku zake, anaongea changamoto za kazini kwake, anaongea mambo yalivyo mazuri au mambo yalivyo magumu, anaongea vitu alivyoweza, vitu alivyoshindwa. Yaani atakupa update kidogo ya siku yake. Sasa hivi kimya, hasemi chochote, na ukimuuliza mwambia safi tu, nzuri, hamna shida, Mungu anasaidia, alhamdulillah. Data za siku yake hatoi tena. Anza kuwa naona dalili za mwanaume mpweke kwenye ndoa. Dalili ya pili, anakuwa busy muda wote. Yaani yeye ni safari zinaongezeka. Yaani yeye ni kompyuta muda wote. Yaani yeye ni simu muda wote. Yaani anakuja nyumbani anaondoka, anabadilisha nguo anaondoka, anakuja labda anakula anaondoka, au anakuja kulala tu usiku. Yaani ubize unaongezeka, na hakuwa hivyo zamani. Hapa siongelee mtu aliyekuwa bize. Huyu mtu sio tabia yake kuwa bize hivi, lakini amebadilika na kuwa bize kupita kiasi. Na ule ubize uko very logical, akikwambia na kweli unamwona yuko bize, lakini ana withdraw, anajitoa, anakwepa baadhi ya vitu kwa kuhemea kwenye ubize. Dalili ya 3, anazima hisia zake. Zamani alikuwa mtu mwenye furaha, furaha inaondoka. Zamani alikuwa mtu mcheshi, anapiga mastori, anaanzisha mada, anauliza vitu, ule ucheshi umetokomea kabisa. Zamani alikuwa ana hamasa, unamwona yuko enthusiastic, unamwona ana passion, unamwona ana hamasa. Mkipanga mtoko unaona ana hamasa, mkipanga holiday unaona ana hamasa. Anaanza kuongelea holiday mwezi wa 9, mwezi wa 8, holiday mwezi wa 12. Sasa hivi tena ndio ana propose ikiwezekana msisafiri. Ana propose ikiwezekana msiende, mwende karibu tu. Ana propose siku ziwe chache siwe nyingi. Ukimya unaongezeka kwake, wakati alikuwa mzungumzaji mzuri tu. Dalili namba 4, anaacha kuanzisha mahaba wakati alikuwa ni mzoefu wa kuanzisha mahaba. Anaanza kuanzisha intimacy wakati alikuwa mzoefu wa kuanzisha intimacy. Atakuletea vizawadi vya nguo za ndani, atakuletea visurprise fulani ambavyo vinaanzisha intimacy. Sasa hivi katu huoni. Anasafiri, anarudi, unauliza zamani alikuwa ananiletea hicho, sasa hivi hamna kitu. Zamani alikuwa akikaa kidogo amekugusa, amekushika, amekukumbatia, amekupapasa mkono wake, hata kama sio kwenye kuanzisha sex. Sasa hivi kavu, unavimisi hivyo vitu, na hata ukisema ukisikia mambo mengi, ipo tu, wewe usiulize, vitatokea tu. Anakwepa tu. Sio mtu wa kuanzisha. Hata wakati mnafanya sex zamani ulikuwa unaona kabisa kwamba anaanzisha, ana hamasa.
Sasa hivi unajibidisha we mwenyewe, kuna vitu vingine una apply kama vile una apply visa, kawa wa baridi. Dalili ya mwisho, ana furaha na anakuwa mchangamfu sana nje. Yaani ukimkuta yuko na washikaji, ukimkuta yuko na marafiki, ukimkuta kwenye mechi, ukimkuta kwenye mpira, ukimkuta kuna kwenye barbecue, hata mara nyingine marafiki wamekuja nyumbani kwenu, unasema huyu ndio mume wangu. Mastori haya, ucheshi huu, ukarimu huu, utuwema huu, uanzisha mada huu, mbona nikiwa mimi peke yangu na yeye mkimya, haongei, hatoi mada, anakwambia wewe ongea tu, hataki atokana wewe. Anakuwa mcheshi sana usipokuwepo, ukiwepo baridi. Anakuwa mcheshi sana nje, ndani baridi. Ukiona dalili hizi mwamba, ujue wewe mpweke kwenye mahusiano yako, wewe mpweke kwenye ndoa yako. Upo tu kama status, lakini kiukweli uwe mpweke. Shughulikia huu upweke, usije ukakupeleka mbaya ukapata depression. Unatakiwa kwenye mahusiano kufurahia, sio kuwa mpweke. Wasiliana nasi, namba hizi hapa chini, tuweze kukusaidia ushauri. Whether uko mbali au uko karibu, unaweza ukatoka hapo. Umeingia hapo kwa sababu tu yamkini wewe au mwenzako amesababisha. We will help you. Naitwa Dr. Chris Mauki.